Siku nimekosana na Kasongo. Nilikosana na Kasongo kwa mambo matatu na lazima niambie nyinyi. Nimwambie nisimwambie? Jambo la kwanza ilifanya mimi nipitane na Kasongo. Aliamua kuua vijana wa Gen Z. Akasema watekwe nyara, wapigwe risasi, wakufe. Nikamwambia Kasongo, mimi ni Mkristo, mimi ni baba, mimi ni mzazi wa vijana. Hao vijana walituchagua, hawajakosea sisi. Kasongo, usiue watoto. Nikamwambia Kasongo, tafadhali usimwage damu ya watoto wa Kenya. Akasema ataendelea. Akaita ile mtu anaitwa Soprano. Mnajua Soprano? Hiyo mtu ndio alikuwa waziri ya usalama. Akaita Soprano akamwambia fieka hao vijana. Ati wameweka kwa jeneza. Mimi nikaita Soprano. Nikamwambia Soprano, tafadhali, hata kama Kasongo amesema uwe vijana, tafadhali usikubali kumwaga damu ya watoto. Huyu Soprano ni mtu bure. Akanijibu, akaniambia, mimi nitafanya vile rais anasema. Mimi nilipewa kazi na rais. Akisema nimalize vijana, lazima niwamalize. Yeye ndiye alinipea kazi. Hii Soprano ni bure, si bure. Ni bonoko, si bonoko. Wewe Kasongo na Soprano, mikono yenu imejaa damu ya Gen Z. Nyinyi mumebeba damu ya Gen Z. Wewe Kasongo na Soprano. Mambo ya pili ilifanya nikosana na Kasongo ni mambo ya uongo. Ananiambia kwenda anzisha barabara na anajua kuna pesa. Yeye anaanzisha barabara, akifika Nairobi matinga imemfuata. Mimi nikamwambia Kasongo, mimi ni mzee. Mimi ni bwana ya pasta. Mimi kazi ya uongo siwezani naye. Mimi siwezi kwenda kudanganya wa Kenya. Ndio akaanza kunichukia. Mimi nilikosana na Kasongo. Mambo ya tatu ilifanya nikosana na Kasongo ni kwa sababu ya wizi. Akaniambia tushikane tuibe mashamba ya Wamasai. Nikamwambia mimi si mwizi Kasongo, siwezi iba shamba ya Wamasai. Akaniambia tuibe mali ya Kenya, nikakataa. Akaniambia Rigiji, wacha ujinga, wacha tukule hii mali hapana ya mama yako, wacha tukule mali ya Kenya tujisaidie. Nikamwambia Kasongo, mimi ni mtumishi wa Kenya, siwezi shikana na wewe kuibia wa Kenya. Tukakosana na Kasongo.